Asalamu alaikum ndugu zangu wanahabari wenzangu, habari za siku, kidogo hatujakutana kwa muda. Kwanza tuseme alhamdulillah kwa leo kuwa hapa na nyinyi, lakini pia tumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia mimi kuteuliwa na serikali yangu chini ya kiongozi wetu mkuu wa michezo Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda kwa msemaji wa timu za taifa, na akielekeza nifanye kazi zangu chini ya Baraza la Michezo la Taifa ambalo leo namuona hapa msemaji wa baraza yupo. Nilipigiwa simu na Mheshimiwa Paul, nadhani ilikuwa Jumatatu, akaniambia nimeona nikuteue uwe msemaji wa timu za taifa. Naamini, akanambia, uwezo wako na kujua nataka uzisemee timu za taifa katika matukio yanayozihusu timu zetu hususan za soka. Sasa of course nilipigwa kama na gumbizi la sekunde chache, kwa sababu sikutegemea kupata appointment ile, na nilikuwa nimekaa na wife nyumbani. Nikamwambia niseme kitu kimoja tu cha kwanza, alhamdulillah, lakini niseme yes, nimekubali na hii ni heshima umenipa, na nikamwahidi kwamba nitaifanya kazi kwa uaminifu, uadilifu na weledi mkubwa kwa kile ambacho serikali inakitarajia kutoka kwangu. Kwa hiyo akanambia subiri mchakato tukamilishe, baadaye tutakutangaza. Na jana akanipigia kwamba tutakutangaza rasmi, na kashukuru, na baraza pia limenipigia kwa maana ya katibu mkuu, nimezungumza naye, waziri wetu mdogo kwa maana naibu waziri Mheshimiwa Hamis Mwinjuma, nimezungumza naye akinitia nguvu. Lakini hata leo hii wakati nakuja huku nipata maelekezo ya katibu mkuu wa wizara kakaangu Gerson Msigwa kuhusu press hii na mambo mengine. Ndugu zangu wanahabari, sio kazi rahisi kama wengi wanavyodhani. Kazi hii ni ngumu kwa sababu inahitaji utumie maarifa makubwa kurudisha au kuhuisha mapenzi ya watu kwa timu za taifa, mapenzi ya Watanzania kwa timu zao za taifa. Uzuri wake, mimi Mheshimiwa Makonda wakati akiwa mkuu wa mkoa alichaguliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya ushindi ya timu ya taifa. Kulikuwa na wajumbe wengi, kina Ghalib Said Mohamed, Bagoza, Mohamed Nasor, Magori, Mohamed Deuji na watu wengine, Hersi, na mimi nilikuwemo katika kamati. Kwa kama watu 9 hivi. Lakini katika ile kamati wakaniteua kwa mwenyekiti wa kamati ndogo ya hamasa ya timu ya taifa, na wakati huo nilikuwa msemaji wa Simba. Tulifanya kazi vizuri sana na Mheshimiwa Makonda kwa sababu tulikuwa tunafanana approach zetu, hasa kwenye eneo la hamasa. Watu wengi wanadhani hizi anazozifanya sasa hivi Mheshimiwa Makonda amezianza sasa hivi. Wakati alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya timu ya taifa ya ushindi, nakumbuka mechi ya mwisho tulicheza na Uganda the Cranes. Ile ndio mechi
katika kumbukumbu zangu iliyojaza mpaka zile ngazi pale Benjamin Mkapa hazikuwa na mahali, na tulikuwa tunafanya mikutano mingi kama hii na waandishi mliokuwepo wakati ule, Serena, Hayati, mara TFF, Kidau walikuwa kutungia na ndaa mikutano kule Seacliff, kuleta hamasa. Tuliamsha sana. Hata wakati tunakwenda kwenye ile mechi yenyewe, tuliondokea Serena na wasanii na waigizaji na nini, mabasi kaongozana na Mheshimiwa Paul, tukapanda naye kwenye basi, kaacha gari yake alijinokamisha mpaka pale Mkapa, tukawafunga goli 3 tukafuzu, na tukashirikiana vizuri kamati ile kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kule Egypt 2019. Kwa hiyo anafahamu, na mimi nilikuwa na utaratibu wakati ule wa kuwatumia sana public figures kuweza kusaidia hamasa, sio tu kwenye timu ya taifa, hata wakati nilipokuwa Yanga au Simba. Wale watu maarufu wakiwa wapanzi wa Yanga wa Simba, nilikuwa nataka nao waione ni sehemu yao. Hasa pale nyumbani kwangu, Mheshimiwa Makonda wakati mwingine anabeba tufanye nini, anabeba sasa nataka niite wasanii wa film au wanamuziki, Alikiba, si Diamond, kwa sababu sichagui Juksi, si Naomi Dimples, tunaandaa pale malanchi, choma mbuzi. Wale wakitoka pale na wapa agenda na JB Kigosi, agenda to push timu ya taifa, tuseme kuhusu timu ya taifa, post zote kina Jokate hawa Wema, si wote, Antezekel wote. Ilikuwa njia iliyofanya kila mtu aione timu ya taifa ni yake. Sasa expectations za Mheshimiwa Waziri ni hizo, kurejesha hamasa. Si kwamba haipo, lakini ni kuiboost zaidi. Kazi kubwa inafanywa na baraza, kazi kubwa inafanywa na TFF, lakini anataka tuongeze nguvu kuisemea timu ya taifa, kuibrand timu za taifa, kufanya kila Mtanzania aone timu ya taifa ni yake. Timu hizi za taifa zinatuondolea tofauti za kikabila, zinatuondolea tofauti za kidini, za kikanda, za eneo tunalotoka, za rangi, za jinsia. When it comes kwenye national team, kila kitu kinakuwa kiko pembeni. Maslahi ya nchi yanawekwa mbele. Tunaweza tukatofautiana hata kimitazamo ya kisiasa, lakini timu ya taifa ikicheza, maana yake fahari ni kwa Watanzania wote bila kujali itikadi zao, na ndicho tunachotaka kwenda kukifanya. Hatabagua mtu. Mimi napenda kushirikisha. Staili yangu ya ufanyaji kazi ni kumshirikisha kila mmoja. Sababu kila mmoja hapa ni Mtanzania. Kila mmoja ana nafasi yake katika kuboost timu za taifa. Kazi kubwa inafanywa na Yanga, kazi kubwa inafanywa na Simba, tutawatumia effectively maafisa habari wa pale na watu wao hamasa, sababu nao ni sehemu ya Watanzania. Lazima tushikane mkono unapokuja tu timu ya taifa, iwe Serengeti Boys, iwe under 20, iwe timu senior, iwe za wanawake, iwe yoyote ile. Nchi za wenzetu, hata majirani zetu, Uganda, inapocheza the Cranes, hakuna kitu kingine. Nchi inasimama inashughulikia the Cranes, hawaangalii itikadi zao za kisiasa. Maana kuna wakati the Cranes ilikuwa inacheza, Bobby Wine mgombea urais akaungana na Waganda wenzie bila kujali mambo ya usiasa, kenda kusupport timu ya taifa. Even Kenya, even Congo. Hasa sitajisikia vizuri nikiona timu ya taifa haiwekwi mbele
tuendelee na ushabiki wetu, kwa sababu ndio hulka zetu, lakini timu ya taifa iwe above hizi clubs. Ndio wenzetu wafanya. Egypt kuna upinzani mkubwa wa clubs kuliko Tanzania. Zamalek wakicheza na Al ni kitu kingine. Even Morocco, Raja wakicheza na Wydad ni kitu kingine. Lakini when it comes kwenye national team, kila mtu anasahau Wydad wake, Zamalek wake, Ahli wake, anashughulikia timu yake ya taifa au timu zake za taifa. Na ndicho alichonielekeza Mheshimiwa Waziri kubrand timu za taifa. Sina njia nyingine yoyote ya kufanikisha matarajio ya serikali bila support yenu. Sina. Siwezi kutoboa. Bila nini sitoboi. Nitafanya media tour. Nitakwenda kila kituo cha habari, iwe online, iwe TV ya kawaida, iwe radio, iwe magazeti, kuhakikisha timu ya taifa inatajwa tu. Kwanza tuzitaje. Tunakwenda kuandaa AFCON. Dar es Salaam ndio opening ceremony. Game ya kwanza itachezwa Benjamin Mkapa. Tuanze kuchangamsha. Jana nilikuwa naongea na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji Dar es Salaam, na bahati mimi ni mwenyekiti wa kamati ya mipango miji pale. Bana, sasa tuanze kuweka mabango sasa. AFCON 2027 naweka pale mitaani, airport wa. Yaani mtu akiingia tu akishuka juu hapa mwakani kuna pigwa hapa. Nchi Dar es Salaam ichangamke, Zanzibar pachangamke, Arusha pachangamke. Kila mtu ajue kuna AFCON 2027. Leo kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hili timu yetu inakwenda kucheza AFCON final. Haijawahi kutokea. Serengeti Boys wameingia fainali. Ona jana kidogo hamasa mtandaoni, leo watu wamefurahi sana. Kwa jana natoka Wasafi, kasimamisha gari, nikamwambia driver simama kwanza niangalie hizi penalty. Maana nimefika nakuta makelele. Lakini ile mtaani unaona amsha watu. Kwa watu wanapenda timu za taifa. Kila mtu pale wamekaa watu kwenye sehemu tu hivi. Hawaangaliani kabila, huyu Mchaga, huyu Mnyakyusa, wote ni pale tunakuwa Tanzania. Sasa AFCON tumeingia finali. Tunakwenda World Cup Qatar ya vijana. Sio kitu cha rahisi, yani msichukulie hichi kitu ni cha kawaida. Hata majirani zetu wanastuka. Kuna investment imefanywa kwenye mpira kubwa. Mheshimiwa Rais ameinvest ili taifa lolote lifanikiwe kwenye sekta ya michezo, hususan football. Lazima, hasa ya Kiafrika, lazima kuwe na mkono mkubwa wa serikali. Jenge viwanja, infrastructure, iandae tournament makubwa kama ya AFCON, ipeleke timu, igharamie gharama za mishahara ya technicians. Na anafanya hivyo Mheshimiwa Rais Samia. Ndio umeona haya mafanikio yanakuja. Na nakwambieni, huu ni mwanzo tu. Huu ni mwanzo tu. Kwa aina ya utendaji kazi uliopo hivi sasa serikalini, hususan Mheshimiwa Waziri, naibu wake na watendaji wake wote wakiwemo baraza, naiona Tanzania inakwenda kutimiza ndoto za kila mpenzi wa mpira, ndoto za kila mtu wa taifa hili. Naiona nchi inachanua. Naichungulia World Cup ijayo. Naichungulia. Yaani naiona, naichungulia, naivizia hivi, nailia timing. Naiona. Nyie hamwezi kuelewa leo. Lakini mimi naiona World Cup ijayo hii. Sijui kama tunakwenda kucheza World Cup ya under 17. Baada ya miaka 4 hawa watoto wa leo watakuwa na miaka 21.
ukichanganya na hawa Ngorongoro, ukichanganya na hawa waliokuwepo kina Fei, hey, anything can happen. Na sasa kwa sababu tumekuwa na utamaduni wa kufuzu AFCON kila mwaka, maana ili ufanikiwe lazima kwanza ushiriki mashindano ya AFCON mara kwa mara, na sasa imekuwa ni utamaduni wetu. Tuombe salama, tuendelee. Mwakani tutacheza, itakayokuja tucheze. Basi kuna siku tutakwenda World Cup. Talent zipo nyingi. Nani kasema Tanzania hakuna talent? Zipo, ni kuziibua, kuzipa fursa. Jana mpira mkubwa sana, mimi nikafanya marudio, nikauangalia ule mpira, nikasema mbona naiona World Cup 2030. Hadi kuwafunga sisi Egypt kwenye level ile. Piga pale goalkeeper ule saves yazofanya, angalia penalty ya mwisho alipokwenda, timing kenda kama kulia kenda. Sasa hii kubwa sana, msichukulie poa. Umeona jamaa wananiandikia, bwana unajua msianze kwenda kupeleka, yani mkaleta siasa. Tufanye siasa. Mimi hata naongea na katibu mkuu, hataki pressure, hatoi pressure yote kwa Serengeti Boys. Wamefika finali, taacha wacheze, sisi kazi yetu ni kuombea. Hatupeleki pressure. Of course wakishinda, hata ikitokea bahati mbaya na Mungu aepushie mbali, wakaishia hapo finali, serikali haiwezi kuacha. Serikali ya Dr. Samia haiwezi kuacha, tafanya jambo. Lakini sasa hivi hakuna ahadi, tunakwenda bila pressure. Wamefuzu finali, wametutoa nchi kimasomaso, na sio nchi tu, Afrika Mashariki na ya Kati wameibeba. Vijana wadogo, skills, timu inanyang'anya mpira dakika zote. Hawakuruhusu, wanacheza Kijerumani, ushafika. Wana energy. Na Mheshimiwa Waziri amenielekeza pia niwaambie, ameongea na waziri mwenye dhamana ya TAMISEMI kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, akimuomba awaelekeze wakuu wa mikoa wote wa Tanzania waweke katika miji yao mikubwa big screens kwa ajili ya fainali ya Jumanne. Watu waangalie fainali. Na hapa Dar es Salaam tutaweka hapa big screen. Mkoani tutaweka mikoa yote, Mwanza, Mbeya. Watu watazame. Tunachoomba nyinyi ni dua. Hebu fikiri, timu imeshinda ubingwa wa AFCON under 17. Pale Kipawa patakuwaje? Hebu nyinyi mshapata picha. Yaani patakuwaje ile amshamsha? Ni kubwa. Tutafanya parade. Sasa level ya parade sio za club peke yake. Parade itakuwa taifa. Ndipo tunakupeleka nchi sasa. Parades. Kuna Yanga Day, Simba Day, sasa kutakuwa na Taifa Stars Day. Kuna dadeki. Kutakuwa na amsha ambayo nyinyi hamjapata kuiona. Waziri Makonda mnamjua, ni hana jambo dogo. Alafu kachukua upele kanikabidhi. Kucha nazo. Kwa hiyo sisi tunachotaka kufanya ni kuendeleza kazi nzuri iliyofanywa na TFF, kazi nzuri iliyofanywa na baraza, kazi nzuri iliyofanywa na wadau. Mimi ombi langu ni moja tu. Peke yangu siwezi. Najua wengi mmenisupport, mmeandika vizuri kuhusu uteuzi huu, lakini siwezi peke yangu. Mimi sina miujiza. Mimi nitawashirikisha, mnikosoe, mniambie, mnielekeze, nipe njia. Sababu ile timu ikifanikiwa sio Makonda, wala sio msemaji wa BMT, wala sio Haji Manara, wala sio Karia, yetu sote. Hapa kuna Croatia au kuna Venezuela, wote Tanzania.
Mimi naomba sana, leo nimekuja kuwaomba support yenu, ndiyo agenda yangu. Leo nimekuja kuwaomba mchango wenu. Mbona kuna mahali watu wameandika sasa Clifford kazi yake. Kwanza mimi na Clifford wengi hamjui. Mimi na Clifford tufanya kazi miaka mingi. Rafiki yangu kweli. Ni ile tu mambo ya huyu yuko huku anataraza zake na huku anataraza huku. Mimi niko mtangazaji Radio Huru, yeye mtangazaji Magic. 20 years back labda huko au zaidi. Asubuhi saa 3 kijiwe chetu, saa 4 maelezo pale. Wakati waandishi wote tunakutana maelezo pale. Rafiki yangu tunakwenda wote kutafuta story. Tunatumia wakati ule kwa na vitu tunaita kitonge. Siku hizi watoto siku hizi mna mambo ya kidigital. Una record hivi unaenda unanyonya. Na tumefanya kazi nikiwa kwenye kamati ya hamasa timetaifa kwa ushirikiano bila kuingilia majukumu yake, na nitafanya hivyo hata sasa. Ni ndugu yangu, ataendelea majukumu yake bila kumuingilia. Tutagawana hili semea wewe kama tulivyofanya wakati ule wa hamasa. Unaona watu mahali unajua hapana. Clifford ni ndugu yangu, rafiki yangu, tashirikiana. Na nitapokea maelekezo yake, nitapokea maelekezo ya baraza. Mimi nitakuja kusema yale ambayo baraza limenielekeza kupitia TFF. Si jina yangu. Labda mimi nitakuwa na ubunifu katika mambo ya hamasa na nini. Msemaji wa timu za taifa ambaye nitafanya kazi kwa miongozo ya baraza. Nitaongeza tu chachu. Hashim Ibwe, Zaka, Sarenga, Alikamwe, Ahmed Ali, hawa wote nitawacombine. Tunawahitaji wote hawa. Wote wana mchango wao. Wote, kila mmoja katika nafasi yake. Sasa mimi nimalizie kwa kuwashukuru. Tena na tena, lakini nakumshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Heshima kubwa amenipa. Heshima kubwa ameitendea football. Lakini heshima kubwa ni kwa Tanzania wenzangu. Tanzania kwanza, mengine yanafuata. Allahu barik. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumpigie makofi basi. Mimi hata nilipokuwa msemaji wa Simba, wa Yanga, nilikwepa sana kuzungumzia vitu technical. Yaani hayo ni masuala ya kiufundi, wanatakiwa wajibu coaches. Kazi yetu sisi, sio kazi yangu, yetu. Napenda kutumia yetu sisi ni kuhakikisha hamasa inakuwa kubwa. Wachezaji wakishaona hii amsha, ule upiganaji wao ndani ya uwanja unaongezeka maradufu. Wakiona washabiki pale 60,000, hamasa inakuwa kubwa sana kwao ndani ya uwanja. Mimi nakumbuka kuna mechi wakati ule nilikuwa Simba. Siwezi kuita ile jina langu la utani. Sasa tumecheza na Nkana wakati ule, Nkana the Devils. Mpaka half time nadhani ilikuwa 1-1, kitu kama hivi. Ilikuwa 1-1? 2-1, yes. Tunahitaji goli hili. Sheria haziruhusu mtu ambaye sio technical kuingia changing room. Lakini wakati mwingine ile spirit niliyokuwa nayo nilivunja sheria. Nakumbuka Kamisawa alikuwa Mganda, akaandika kabisa kunlalamikia kwa CAF kwamba nimeingia changing room. Unajua nenda kuambieni wachezaji, naona washabiki
Kocha ameongea, afu nikamwambia mnaona washabiki wako ngapi? 60,000. Hawa wataondokaje kama msipopata goli la 3? Mnajua athari yake. Nikawazungumzia, sio kuzungumza mambo technical, nimekukumbusha kuna watu 60,000 hapa wanataka goli moja tu waende group stage. Wanataka goli hili. Ile inaongezea spirit. Nakumbuka Chama akanambia brother, kakae jukwani pata goli. Kakae, mimi kwa kitete changu sikukaa jukwani, nikatoka nikachukua gari huo nikawa nazunguka tu mitaa pale Benjamin Mkapa, nazunguka. Goli la 3 nakutana na Madina mlangoni. Maana ni ile kasema kuta Madina anatoka. Sasa Madina najua ni Yanga. Kwa hiyo nikasema huyu anatoka huyu. Basi nikaingia ndani chuma cha kupata. Kwa hiyo kuna wakati nguvu ya washabiki kwenye mpira inaongezea fighting spirit wachezaji wanaokuwa uwanjani. Yaani usione wenzetu wana invest sana siku hizo. Toka lini timu zikawa na wasemaji? Toka lini kuna kamati ya hamasa? Tuna mazingira tofauti. Na watu wanaosema hivyo hawajui. Kila nchi na staili yake ya kuhamasisha. Mimi nimehudhuria AFCON nyingi, nimehudhuria World Cup, nimekwenda mashindano makubwa. Kila mahali matangazo yanakuja ya kuhamasisha. Watu wanunue ticket. Leo hamwezi kujua ticket za finali ya kesho PSG na Arsenal zimeisha wiki 3 nyuma. Sio kwamba watu walianza kununua, kuna watu walipromote hiyo kazi. Na ndio kazi tunakufanya. Ni promotion. Msikati tamaa, timu ikifungwa, kwa sababu hatuwezi kushinda milele. Hatuwezi. Lakini sisi sio kisiwa kwamba tutakuwa tunafungwa tu. Sasa it's our time kuprove kwamba tuna talents, tumewekeza hela, kuna hela nyingi imewekwa. Unajua mimi nimekaa kwenye mpira muda mrefu. Mimi sijaye kuna ndege ya serikali, inachukua klabu ya mpira inapeleka, inachukua timu ya taifa. Ndege ya serikali. Rais anaidhinisha. Haijawahi, hajafanya rais yoyote. Kuna investment, passion ipo kutoka kwa head of state. Kuitwa Ikulu sasa hivi ni kitu cha kawaida. Mpaka siku moja nimeona Mkenge Ikulu na Musuni, naye kavamia shughuli ya timu ya taifa. Kaja kula ubwabwa wa Ikulu. Maana yake ni kwamba kuna passion, kuna political will ya rais kwenye jambo hili. Hata tumuunge mkono. Angalia viwanja yanayojengwa. Unajua gharama ya kuandaa AFCON? Unajua gharama ya kuandaa AFCON? Bila political will ya head of state tungeandaa? Sio kitu cha mchezo. Sio kitu cha mchezo. Alafu wenzetu, waandaaji wenzetu, miji yao ni mmoja, Nairobi na Kampala. Sisi tuna Arusha, tuna Zanzibar, tuna Dar es Salaam. Wenzetu wanaandaa Nairobi na Kampala. Sisi tuna Arusha, tuna Zanzibar, tuna Dar es Salaam. Pato utakaloingia kutoka watu watakaojazana hapa Dar es Salaam, yara utana hii itakuwa, ukiwauliza hapa management waweza kuambia ishachukuliwa hii na timu za taifa. Waulizeni hao, watakwambia ishachukuliwa. Nenda hizo hoteli nyingine kubwa. Dar es Salaam tuna bahati. Niliwaambia wenzangu juzi kwenye baraza madiwani, tuna 5-star hotel hazipungui 5 hapa. Tuna ukumbi wa kimataifa mkubwa wa mikutano. Tunaweza tukafanya conference tourism wakati wa AFCON. CAF wakafanya mikutano yao hapa mikubwa, FIFA wakafanya hapa. Tukalika makampuni makubwa ama mataasisi makubwa, WTO na nini. Tourism sio it's all about kutembelea mbuga za wanyama tu. Kuna sports tourism, kuna conference tourism. Tunatumia hii AFCON kutangaza nchi. Ndio maana nilikasirika sana kuona watu wanadhihaki ujio wa Rio Ferdinand. Nilikuwa kama mbogo hivi pale studio. Rio Ferdinand ni kitu kingine. Top defender. Most expensive defender in the world. Alikuwa. Leo unakaa Mswahili unamdhihaki. Akasema hapana.
Yule tendo la kuja tu, kuna watu watamuulizia mastaa wenzie, bwana Tanzania ikoje? Ataelezea vivutio tulivyonavyo, ataelezea fursa tulizonazo, atataja Tanzania kwa mema. Lakini yule ana connection. Kuchukua watoto hapa wenye talents kuwapeleka kwenye maakademi makubwa ni rahisi. Sasa wanapokuja hawa, tuungane, tusimwangalie hii kafanya Makonda, atuangalie kafanya kwa niaba ya nini. Hajafanya kwa niaba ya familia yake, kafanya kwa niaba ya nchi. Didi Drogba na bado wengine watakuja tu. Ninavyomjua Mheshimiwa Makonda, kuna siku Ronaldo kweli atatua, na mimi ndio siku hiyo ndio nitakapoenda. Sinafugaga viatu vya miguu watu, sasa siku na lamba wewe Ronaldo aje hapa, wewe utanitaka muhali siku hiyo. Haya, swali lingine mheshimiwa, nimalizie hapa sasa. Iko hivi, mimi sijiteua kwanza, kama nilivyowaambia, nilipigiwa simu, lakini nafasi nyingine mimi niligombea udiwani. Haki ya Mtanzania kuchagua na kuchaguliwa. Bahati mbaya watu wanatumia sana haki ya kuchaguliwa tu, haki ya kuchagua, lakini hawataki kuchaguliwa. Mimi nilijitokeza nikaomba, wenzangu kwenye halmashauri ya jiji wakataka niwe mwenyekiti wa kamati ya mpango biji na mazingira ya jiji Dar es Salaam. Diamond akaniomba, njoo bwana tu wakati na kuja New Wasafi, njoo shirikiana ndugu zako kwenye jana na leo tu. Na Diamond najua mimi naye ni blood, sio wajana wa leo, siwezi kumkatalia rafiki yangu, lakini namiliki Manara TV. Lakini watu wengi hawajui mimi nalima sana, wanajua hao wachache rafiki zangu kina Mkeni. Hiyo ndo kazi mama inanipatia kipato cha kuendesha maisha yangu. Mimi mkulima, sio mkulima mdogo mdogo, mkulima hasa nalima. Ukiniona nimeenda siyo kutembea wapi nini, tikiti ile. Sasa watu wengi, vijana wengi wa Kitanzania akishaajiriwa, wao kazi zote basi inatosha. Wengi wako mko hivi, Mkenge iko wapi, basi inatosha. Hamjishughulishi na kujipatia kipato. Wenzetu nchi zilizoendelea, mtu anatoka kazi anafanya Vodacom, baadaye anakwenda benki, baadaye anakwenda kubeba mataka, baadaye anakwenda kubeba maboksi. Mimi nimeamua kufanya hivyo. Mimi nitafutia riziki ya halali. Sasa ni bora niwe na kazi 5 za halali au shughuli 5 za halali kuliko kuwa na shughuli moja ya ujambazi. Sasa swala la kwamba vijana walalamika, sasa unajua Mungu wakati mwingine ndugu zangu bwana wanasema mpaka kombolela. Sasa tafanyaje? Wenzio wanakuona unafaa kwenye jambo fulani, nafasi unayo, mpaka kombolela imetaja. Nimeona kuna mtu kaorodhesha kazi zangu zote, akaandika na mabalozi ya makampuni kibao. Sasa sio mimi ninaamua riziki, ni Mungu anaamua. Wenzio wanakuona unastahili katika hili. Niwaombe tu vijana kwa hili swali lake, tusiridhike, pata kazi. Nilimsikia siku moja waziri wangu Mwana FA alisema vizuri sana, hamkuelewa. Alisema wakati anafanya kazi kwenye benki fulani, mabosi wake hawakuwa wanajua kama msanii. Siku moja bosi wake akasikia kwenye radio nyimbo unamwona, akamwita, bwana wewe, kumbe wewe ni msanii. Nafikia kwenye benki na mambo yake na principles zake. Mwana FA kadera kibarua kishotaka, akaambia hii mshikifanya ndio ninachokitaka, na kama una kazi nyingine unaweza kuifanya ili mradi siharibu kazi yako, fanya. Mimi pale kwenye udiwani every single day lazima ende Kariakoo nijue kitu gani kinaendelea. Kwenye full council ya jiji sijawahi kukosa kikao hata kimoja. La kwanza mimi. Tafuta mkurugenzi atakwambia mtu anayeongoza kwa kuwahi kwenye vikao atakwambia haji. Wasafi toka nimeanza sijawahi kuchelewa hata siku moja.
Manara TV, yani mimi kila kitu. Ukiona nimekubali kazi, ujue nishajigawanya. Kama una kazi nyingine unadhani haja na seli, nipe, sikataa wala sioni haya, ili mradi riski iende kinywani, sawa? Haya, swala la mwisho jamani, nataka kwa airport Jumanne insha Allah ishinde. Fahari yenu hii, sio yangu. Fahari hii sio ya Makonda, fahari hii ya Watanzania. Jana nilikuwa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Shaibu Ado, mbunge wa upinzani, anipongeza bana, leo bana hongera na nini na nini, piga bla bla. Umeona mpira ulivyokuwa above everything. Shaibu ni ACT, lakini hakuangalia UACT wake, kaangalia taifa. Rafiki yangu Heche ni Chadema, lakini hawezi kuangalia uchadema wake, anaangalia taifa. Yaani mpira uko above everything. Salum Mwalimu tulibuita juzi pale Chauma, katibu mkuu, yuko hawezi. Zito, wote hawa hakuna itikadi za vyama. Niwape story moja fupi sana ya mwisho. Wakati wa vita vya Nigeria na Biafra kuna jimbo lilikuwa linataka kujitenga Nigeria, kapigana vita kabisa. Sasa timu ya Pele akataka kucheza Santos ya Brazil, ilikuwa na ziara ya kutembelea dunia, world tour. Wakawa wanakuja na Afrika na ratiba yao ilikuwa wanawapeleka Nigeria. Ndio ile ilikuwa hadi hata hapa Tanzania cheza na Yanga hapa 70s. Walivyokuwa wanakwenda Nigeria, wale makamanda wa vita wa Nigeria na wa Biafra wakasema, sikizeni, Pele anakuja hapa, Santos inakuja, tusimamishe vita kwa heshima ya Pele, kwa heshima ya Santos na kwa heshima ya mpira. Wanaume wakasimamisha majeshi yote, wakamwambia subirini, bunduki weka pembeni mpaka Pele aondoke. Pele kapiga mpira pale, kamaliza Surulere Stadium, kapanda ndege, anaondoka tu anga, vita vinaendelea. Huo ndo nguvu ya mpira. Mpira uko above everything, tuutumie vizuri tu. Asanteni sana, Mungu awabariki sana, all the best.